tuna miti ilikuwa inakatwa nikaangukia kijana mmoja kwa wale wenye walikuwa wanakata hizo miti. Nafikiri miti ilikuwa refu sana na wakafunga kamba. So ilipoanza kuanguka ni kwamba it's like huyu kijana alichelewa kutoka kwa laini ya miti. Ndio sababu ikampata na ikamwangukia. Vile tunaongea hivi ni marehemu amechukuliwa na gari, amepelekwa kwa moku ya Naitiri. Hii mti wamekata branches zote zimeisha. Lakini kijana inaonekana alikuwa anatoroka, lakini mti ilichukoka kwa mti ingine ikarudi na waya naye ikamteka na akaanguka. Ndio mti ikampata chini na akaanguka. Sasa ilimpasua kwa kichwa na makono yote. Tiposa hiyo mti akapatikana kama ni maiti marehemu. Katika hii kijiji tumepoteza. Huyo ni mzazi ambapo ako na watoto na ni mzazi huwa anatafuta. Katika hiyo hali ya kutafuta yenyewe imemletea changamoto. Sasa naomba tu mtuombe, hata ndugu yake kichwa kimeenda, bibi yake ako nafasi nyingine, maipia ana tu mpole, ana maneno. Sasa alikuwa ametoka tu kufanya riziki yake. Huwa anafanya kazi na ndugu yake. Na vile alikuja hapa tu kutafuta, walitaka mti ianguke huko, lakini jirani akakataa, akasema itapika nyumba yangu, sitaki kesi. Sasa ikabidi wa direct another direction. Sasa wakati walikuwa wanatafuta hiyo direction na mbao za juu, mti ingine ya juu ndio ilisuia, ndio ikatani hivi. Na angekufa, lakini ni waya za chini zilishika trouser. Kitambaa ngoe trouser kwa waya, mti shamfikia. Wana kijiji wote, mnapofanya kazi mkue makini. Hata iwapo wanachimba mashimo, msifike karibu. Hata watoto, ambieni watoto wenyu ya kwamba mahali penye wanafanya kazi msisonge karibu, sababu ajali haina